Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Leo tena tunakwenda kuendelea na maudhui yetu ya kiafya. Jifunze elimu ya tiba katika Uislamu. Lakini katika sehemu hii ambayo tunakwenda kuianza ni sehemu ya 5, na sehemu hii ya 5 tutadili sana na vyakula na vinywaji vya sunna katika tiba juu ya Uislamu. Lakini pia jitahidi kutuwekea jina lako kwenye WhatsApp, tukuunge katika grupu ambalo tunakuwa tukifundisha mambo haya zaidi na zaidi, ya mambo mengi zaidi. Uislamu haukutenganisha kati ya imani na afya ya mwili. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitufundisha kutumia vyakula ambavyo jambo la kwanza ni halali, jambo la pili ni safi, na jambo la tatu ni tiba kwa mwili. Vyakula vya sunna ni sehemu ya tiba ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, yani Mwenyezi Mungu ametubainishia haya yote katika Qur'ani. Lakini jambo la pili kimsingi ni kwamba hata Allah ametuambia katika Qur'ani katika suratun Nahli, yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Katika matumbo ya mdudu nyuki hutoka ndani yake vinywaji, tena kinywaji chenye rangi mbalimbali, ambako ndani yake kuna tiba kwa watu. Kinywaji kipi hicho? Ni kinywaji ambacho ni asali. Sasa asali pia kama asali ni dawa ya mwili kama Qur'ani ilivyothibitisha. Al-asalu, asali. Faida za asali, jambo la kwanza kabisa huimarisha tumbo. Asali huimarisha tumbo. Kwa mtu yote mwenye matatizo ya tumbo, wallahi tumia asali utanishukuru. Kadhalika asali hutibu majeraha ya ndani. Ndio maana tunasema mwenye vidonda vya tumbo asali inaweza kumfaa sana, wala asiogope. Kadhalika asali huongeza nguvu ya mwili. Na katika hadithi za mtume anasema, alaikum bil asal fa innahu shifau. Shikamaneni na asali, hakika hii asali ni ponyo. Sasa asali itumike kwa kiasi na kwa nia ya tiba. Na ikiwa bora zaidi, hii asali ichanganywe na habati sauda. Maana Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia, inna fil habati saudai shifau min kulli da'i illa sam. Hakika katika hii habati sauda ni ponyo katika kila maradhi isipokuwa kifo. Sasa tushikamane sana ndugu zangu na asali pamoja na habati sauda. Penda sana kushirikiana na dawa hizi, wallahi zitakufaa kwa kiwango kikubwa sana. Hii habati soda faida yake na yenyewe pia huimarisha kinga ya mwili, husaidia maradhi ya ndani, na kadhalika huondoa sumu mwilini. Hiyo ni habati sauda. Hebu twende tukaitazame tende, nayo ina nini? Hadithi ya Mtume kuhusu tende anasema, man tasabbaha bi tamarati min tamril madina,
mwenye kuamka asubuhi akala tende 7 katika tende za Madina, tende kama tende, basi huyu mtu atakuwa hapati hata sumu. Acha tu kuponwa maradhi, utajikinga na utalindwa mpaka na sumu. Hadithi inasema hivyo. Sasa hii tende kazi yake kubwa hulinda mwili na kuupa mwili nguvu. Tende ina faida kubwa sana ndugu zangu. Lakini kadhalika tunasema kwamba faida hii ya tende kazi yake kubwa pia huongeza damu. Kwa wewe ambaye unatamani kuwa na damu nyingi ya kutosha, tumia tende. Ina siri katika upande wa kuongeza damu. Huimarisha moyo. Tende inaimarisha moyo na kuboresha kuwa moyo safi na salama. Lakini kadhalika huupa mwili nguvu. Tende inaupa mwili nguvu. Sasa moja kwa moja, hebu twende tukayatazame maji na yenyewe yana nini katika mwili. Almau, maji, wanasema katika Qur'ani, waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, na tumejaalia katika maji kila kitu kiwe hai kwa sababu ya maji. Sasa maji yanatengeneza uhai wa kila kitu. Wewe angalia leo, mtu akiumwa hoi maututi, akipelekwa hospitali, cha kwanza kuongezewa ni dripu za maji. Kwa nini? Ili apate kupata nguvu. Kwa hiyo inaonesha ni jinsi gani kwamba maji yana uwezo wa kufanya kazi haraka sana. Endapo mtu alikuwa ameishiwa nguvu, basi akitumia maji nguvu yake inarudi mara moja na anakuwa yuko vizuri sana. Maji yana siri kubwa ndugu zangu. Lakini kitu kingine, ndio maana tukasema maji ni msingi wa uhai wa tiba katika mwili. Sasa tujitahidi sana kutumia maji ya kutosha. Jambo lingine tena la msingi, al-laban, maziwa. Tena maziwa haya ni yale maziwa mtindi tunaita. Maziwa mtindi nayo yana siri ndani yake. Maziwa mtindi ni maziwa bora sana mtu akiyatumia. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipenda maziwa kwa sababu ni chakula kamili. Maziwa ni kitu kikubwa sana. Maziwa ni chakula kilichotimia, kilichokamilika. Hata Mtume alikuwa akiyapenda. Na pia vile vile namna ya kutumia vyakula, haswa vyakula vya sunna, kwa nia ya tiba, kwa kiasi bila israfu, sambamba na dua, kwa tawakkul mbele ya Allah. Hali hii inakulazimu uyafanye hayo ili kuweza kupata shifa iliyokuwa bora yenye baraka kutoka kwa Mungu. Sasa mukhtasari wa somo la vyakula katika siku hii ya leo, umuhimu wa aina maalum za vyakula. Vyakula vya sunna ni tiba ya halali ndani ya Qur'ani, na sunna vimethibitisha katika tiba. Yani hii tunaweza tukasema sunna. Hivi mifumo ya sunna, vimufumo vyake zimethibitisha katika tiba na chakula. Yani sunna za Mtume zimethibitishwa katika tiba na chakula, zimetumika kote kote. Asali, habati sauda, tende, maji na maziwa ni msingi wa afya, na Allah ndiye mponyaji wa kweli. Ndio maana Mungu anasema nani, Mtume anasema tadau ya ibadallah, enyi waja wa Mungu tibianeni, hakika Mungu hajaleta maradhi ila kila ugonjwa una dawa yake. Sasa nenda kajitibie upone maradhi uliokuwa nayo.
Inshallah kufikia hapo nisiwe na mengi sana, bali niendelee kukualika kwamba uje katika grupu letu. Ni grupu la WhatsApp ambalo grupu hili linafundisha mambo mengi sana. Hivyo leo ni kuache na kwenda kudiskasi somo hili la masuala ya madawa haya, dawa za sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu, usiache kusubscribe, usiache kushare, ili na ndugu zako wapate kujifunza na wapate kuona darasa hizi ziwaze kuwasaidia katika maisha yao. Niseme tu kwamba wal afwa minkum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.